hujawahi kuziona mwana Simba. Kwanza kwa mara ya kwanza tunamuona Anicet Oura kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Tunamuona kwa mara ya kwanza Anicet Oura kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza Mamadou Jibril Kasali Tanja Minna Mlango kwa mara ya kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza Ismail Olivia Toure kwa mara ya kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania Ino Jospin Olemba katika mechi ya ligi ya mabingwa Afrika na katika ardhi ya Tanzania. Ndugu zangu wana Simba, ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wa Afrika wote, Afrika hii tumeshuhudia vipaji vingi sana. Tanzania tu hii ni waalike wa Afrika wote, ni alike Afrika nzima, kesho watupie jicho lao Benjamin Mkapa, waje washuhudie kipaji kipya Afrika, waje wamshuhudie Ino Loemba. Lakini sio tu Ino Loemba, ni mchanganyiko wa raha na burudani kesho zinakwenda kuonekana wakisimamiwa na mwamba wa Lusaka Clatous Chama, lakini Libase Geye akicheza mechi yake ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika nyumbani Tanzania. Lakini kama haitoshi, tutakwenda kumuona Anicet Oura kwa mara ya kwanza kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho ni mchanganyiko wa raha, burudani na mambo mengi mazuri yanakwenda kuonekana katika mchezo huo. Mwana Simba ama Mwafrika kwa ujumla, hii sio mechi ya kukosa. Watu kesho tutafurahi vibaya vibaya. Kapombe anarejea kesho. Shomari Salum Kapombe El Capitano Baba Esa tayari amesha recover, yuko timam, yuko sawasawa. Amefanya mazoezi leo kwa 100% na atakuwa jahazini kesho kuiongoza Simba Sports Club. Neno la ziada ni kuambia tu wana Simba ni kuambia wana Simba ya kwamba tunawakaribisha Benjamin Mkapa, waje watupe support, waje waipe support. Kimsingi hii ni Simba mpya, na hawa wachezaji ambao tumewasajili safari hii wana matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki wetu, kwa sababu wanajua wamekuja kwenye timu kubwa. Sasa wakiingia uwanjani alafu wakakuta kuna uhaba wa mashabiki, wao wenyewe wanakuwa demoralized kwamba au hii timu nilivyokuwa naifikiria na kuidhania ni tofauti. Kwa kesho twende tukawakaribishe wachezaji wetu, tukawakaribishe wachezaji ambao wameunda na kutengeneza Simba mpya, tukawape support, tukawatengenezee pressure ya mafanikio. Watakapoingia uwanjani wakakuta Benjamin Mkapa imetapika, hata wao wanapata pressure ya kutaka kufanya vizuri, kwa sababu hawataki kuwaangusha watu ambao wamekuja uwanjani. Chonde mashabiki wa Simba, hii sio mechi ya kukosa, hii sio mechi ya kukaa nyumbani. Kwa wale ambao bado wanaugulia matokeo ya mechi zilizopita, waachane nayo matokeo hayo, twende tukatafute matokeo mapya. Tumepoteza alama 9, twende tukatafuta alama 9 zilizobaki, na hiyo inawezekana tukisimama thabiti kwenye nguvu moja. Labda unawaahidi washabiki wa Simba wale ambao walikuwa wanapitia wakati mgumu na mpaka wengine akasema mioyo yao ni mepesi sana, hawezi kuvumilia haya maumivu ambayo Simba sasa hivi inapitia, kwa mchezo wa kesho na mchezo ambao tena kukuta maumivu yote ambayo wamepitia. Mchezo wa kesho ni sawasawa na pain killer. Ni mchezo ambao unaondoa maumivu yote kwa wana Simba. Ni mchezo ambao unasahaulisha yote yaliyopita. Ni mchezo ambao unakwenda kutuzalisha upya wana Simba na kututengenezea imani na matumaini mapya wana Simba. Ni mchezo mpya kabisa huu ambao hatujawahi kucheza wana Simba. Kwa wale wote ambao bado unajua mechi, unajua alikosa nafasi, unajua yale yote tunakwenda kuyasahau rasmi
kesho, dakika 90 za kesho, kila kitu kinakuwa ni kipya. Tunakwenda kuandika historia mpya, tunakwenda kuwafurahisha mashabiki wetu kwa kiwango cha juu kweli kweli. Mechi gani leo? Wanachezea wapi? Zanzibar kuna mechi? Yanga na Ahli. Ligi ya mabingwa. Okay. Uzalendo huko semaje sasa? Mimi niwaombee wale wote ambao watavaa jezi nyekundu katika mechi zao za ligi ya mabingwa Afrika wapate matokeo mazuri. Kumbuka Esperance na nyekundu. Sasa unaombea kina nani? Wale wa kesho. Tutaona kesho watavaa rangi gani. Ila leo Hayo yote ambaye anavaa nyekundu, Mungu amfanyie wepesi. uzalendo Anaona uzalendo? Ibariki Afrika.